Sasa katika taarifa, kamati hiyo iliyojumuisha wataalamu 18 huru inasema ina wasiwasi mkubwa na vurugu zinazoongezeka Mashariki ya Kati na athari zake kubwa kwa watoto. Kamati hiyo imeshtushwa na ripoti ya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya raia, ikiwa ni pamoja na shule na hospitali ambayo yamejeruhi na kuwatia kiwewe watoto na kuua vijana wengi. Kamati hiyo inaonya, jamani, watoto walindwe, fanyeni yote, ila watoto hii mambo haiwahusu. Yes, jumuiya za kimataifa zimekuwa zina hofu kwamba kinachoendelea kule, kwa mfano Gaza, Lebanoni, kisije kaendelea katika nchi ya Iran. Kwa sababu nafahamu kwa mfano katika eneo la Gaza zaidi ya watoto 18,000 kutokana na takwimu za Umoja Mataifa wameweza kufariki. Inamaanisha takwimu za UNICEF. Kwa sasa mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea yamekuwa yakiangusha majengo, yakiangusha miundombinu, yakilenga maeneo ya kiraia, yamekuwa kama sasa yameamua kuwaleta jumuiya za kimataifa pamoja. Kwamba sasa machafuko yanatokea, vita inatokea, hipi nafasi ya kulinda ustawi wa watoto? Hipi nafasi ya kulinda wananchi katika nchi hizo? Ipi nafasi ya kulinda miundombinu ya kiraia? Kwa sasa wanahofu kwa sababu wanahoja msingi. Wanazungumza kwa mfano kilichotokea kwa mfano Ukraine, kwa mfano Gaza ukitazama. Kwa sasa vita vinavyotokea, unafahamu vita vinakuwa havina macho. Vimekuwa vikichukua maisha ya kila mtu. Na hata hicho Trump mwenyewe anakiri kwamba anaambia hata nyinyi wa Marekani subirini, hata sisi tutapata hasara ya kuondokana na wanajeshi wetu. Nikukumbushe tu kuhusiana na tukio hilo ambapo linatajwa kuacha simanzi pale Irani. Marekani na Israeli hawajathibitisha kwamba wanahusika na hilo tukio la wale watoto. Lakini niliona kauli ya Marco Rubio akisema Pentagon wenyewe wanafanya uchunguzi kujua tukio hilo lilihusisha watu gani. Ni tukio ambalo likithibitika aliyefanya hivyo ni story nyingine. Kwa sababu umeua watu ambao hawakuhusika kabisa na mnachopambania nyinyi. Hawana hatia, walikuwa kwenye eneo lao, mmewapiga bomu. Kwa hiyo haijathibitishwa na Marekani wala Israel kuhusiana na nani amefanya jambo hilo. Kama wakithibitisha, basi tutakuwa tukikupa taarifa kupitia hapa, si ndio? Wengineko kwenye hayo ambayo yanajiri Mashariki ya Kati, Irani jana wameahirisha shughuli ya kumpumzisha Ayatollah Ali Saidi Khamenei. Hajazikwa jana. Taarifa zilikuwa azikwe jana, ila Irani imesogeza mbele maziko ya kiongozi huyo wa juu zaidi nchini humo ambaye aliuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israeli mwishoni mwa wiki iliyopita. Sasa shirika la habari la Irani limesema maziko ya Ayatollah Ali Khamenei yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Jumatano jioni yameahirishwa kutokana na idadi kubwa ya watu iliyojitokeza isiyotarajiwa. Tarehe mpya ya maziko itatangazwa hapo baadaye. Ayatollah Khamenei anatazamiwa kuzikwa katika mji wa Mashhad, huko ambako amezaliwa. Shughuli haijafanyika, idadi kubwa wanasema ya watu kabisa. Kuna zaidi ya watu milioni 16 paka alivyofariki kesho yake. Walikuwa zaidi ya watu milioni 9 wapo barabarani wameendelea kumlaki. Lakini kadri siku ya kwanza, siku ya pili wakajitokeza watu zaidi ya milioni 13. Lakini mpaka jana wamejitokeza watu zaidi ya milioni 16. Kuna miji mbalimbali katika nchi ya Iran, lakini hususan katika eneo hilo la Tehran, ambapo kitazama nalo kuna baadhi ya maeneo yamekuwa yakipata mashambulizi makubwa kutoka upande wa pili wa Israeli na washirika wa Marekani. Kwa sasa kusogeza mbele vile vile ni kuhakikisha kwamba sasa ile dhana ya usalama na kuweza kulinda raia, kwa sababu kuna watu wengi hivyo, unajua maisha ya watu wengine unajua yanaweza yakaondoka, kwa sababu ukitazama kila mtu anataka kusogelea mwili, anataka kugusa, hata kuubusu, kwa sababu ni kiongozi ambaye unafahamu alikuwa anapendwa, ni kiongozi wa kidini. Kwa hiyo kuna hisia za kidini, kuna hisia za kiitikadi vile vile, kuna hisia za kisiasa. Kwa sasa kwa kusogeza mbele, mamlaka zimeona kabisa kwamba kwa sababu ya issue nzima ya kiusalama. Lakini sasa katika hiyo Mtei, kuna watu ambao wanatajwa sasa wanaweza kuja kumrithi. Nimeona hiyo taarifa hiyo ambayo imetoka jana hiyo ya kuahirishwa kwa maziko ya Ayatollah Khamenei. Ilienda sambamba na tetesi za warithi wake. Moja kati yanayotajwa ni Mojtaba Khamenei ambaye ni mtoto wa kiongozi huyo wa Irani aliyeuawa, ambaye yeye yuko hai na anapewa nafasi kubwa ya kuchukua nafasi ya baba yake. Hii ni kufuatia taarifa zilizotolewa na jeshi la Israeli zikiashiria kuwa aliuawa. Jua mwanzo walisema Ayatollah Ali Khamenei aliuawa na familia yake. Lakini baadaye imethibitika kwamba huyu mtoto yuko hai na watu wanasema sasa huyu ndo atakuwa mrithi.
Kuna shambulio ambalo lilitokea, aliuawa pamoja na mjukuu wake. Kwa sababu tunaweza tufahamu kwamba yeye shambulio lake limetokea katika makazi yake ya nyumbani. Kwa hiyo baada ya mamlaka za usalama kutoka kusema kwamba wakafanyie kikao cha usalama Security Council katika kambi za kijeshi, yeye akataka kwamba lazima tufanyie hapa nyumbani. Kwa hiyo shambulio kipindi linatokea lilimkuta vivyo na mjukuu wake. Hapa ni mjukuu mdogo sana ukimtazama katika picha ambazo tumeziona. Lakini hoja msingi sana ni hao successor kutazama. Warithi. Nani atarithi? Sasa kuna huyo Mojitaba Amenei ambaye ni mtoto wa Ayatollah Ali Said Amenei. Lakini kuna Ayatollah Nohuli Hamedan. Huyu ni senior Shia cleric. Huyu ni Grand Ayatollah. Ambaye ni member of the Assembly of Expertise. Ni mjumbe wa bunge la wataalamu. Tulizungumza kuhusu bunge la wataalamu kwamba ni wale ambao kuna wajumbe zaidi ya 80 ambao wamekuwa wakifanya vetting. Lakini zaidi sana wamejengwa kwenye misingi ya Kishia na wanaelewa dhana nzima ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Lakini kuna Ayatollah Sadiq Ladijan. Huyu ni mwenyekiti wa Independence Council, member of anasema member of Assembly of Expertise, kwa maana kwamba naye ni mjumbe wa bunge la wataalamu. Lakini kuna Ayatollah Alireza Arafi, nafikiri ndio amechaguliwa katika kuongoza kipindi cha muda, na yeye ni mjumbe wa bunge la wataalamu. Lakini kuna Gulami Hossein LJ, huyu ni Chief Justice of Iran, lakini vile mwenyewe ukimtazama ni mjumbe wa bunge la wataalamu. Lakini kuna Hassani Rohani sasa nafikiri watu wengi wanamjua kwa sababu alishakuwa rais wa nchi ya Iran. Kwa sasa hawa ndio wanapewa nafasi kubwa zaidi. Sasa kumchagua Assembly of Expertise, kwa kwamba bunge la wataalamu kumchagua kijana wake ni kama ni mkakati vile sasa kuendelea kuhakikisha kwamba familia yake inakuwa ni sehemu ya msingi ya kuongoza taifa la Iran. Kwa kwamba sasa ile legacy yake isiweze kuondoka. Zipo duru ambazo zinasema kwamba hata yeye mwenyewe Ayatollah Ali Khamenei alikuwa na muandamo naye kwamba siku moja ajikuongoza nchi ya Iran. Sasa ukitazama yeye kijana wake na ukitazama katika sifa ambazo zinazohitajika, kwa sababu hapa kuna masinia magrande ya Ayatollah ambao ni watu ambao washafika kwenye hiyo hadhi ya cheo kikubwa cha kidini. Nilikwambia juzi kwamba kuna magrande ya Ayatollah zaidi ya 40 katika nchi za mashariki ya kati, hususan katika nchi za Kishia. Kwa sasa yeye anapewa nafasi kubwa kwa sababu anatoka kwenye familia ya baba yake ambaye kiongozi mashuhuri, kiongozi mkubwa. Lakini hiyo haitoi hitimisho, kwa sababu watu ambao anashindana nao wengine wameshakuwa viongozi wakubwa kwenye kamati za usalama, wameshakuwa marais wa nchi, ni magrande ya Ayatollah ambao wamefika kwenye hiyo hadhi kubwa ya kidini. Sasa ukitazama vile sifa ni zipi ambazo za vetting kwanza? Cha kwanza, lazima mtu huyu aweze kuyafahamu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Huu ni msingi wa kuchaguliwa kuwa Grand Ayatollah, kuwa mkuu wa nchi, supreme leader. Hilo la kwanza. Kufahamu mapinduzi matukufu ya Kiislamu mwaka 1979 yalikuwa na lenga nini? Kwa nini tulifanya mapinduzi? Ili iweje? Lazima uweze kufahamu. Lakini cha pili, lazima uwe umetokea kuna hizo tamaduni na sheria za Shia cleric. Yaani uwe unafahamu misingi, itikadi, mitazamo katika msingi wa kiimani. Lakini cha tatu, lazima uwe unafahamu siasa, diplomasia, usalama na mahusiano ya kimataifa, kwa sababu kumbuka wewe unakuwa una act katika hizo sifa mbili. Sifa ya kwanza ni sifa utakuwa unaongoza katika mtazamo wa kidini, kwa sababu Ayatollah Ruhollah Khomeini, baba ya taifa hilo, alijenga mtazamo wa kidini. Kwa sasa unahitajika wewe mwenyewe uweze kujua misingi ya kidini. Na ndio maana hata wa Marekani kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yanaendelea Omani, baadaye Geneva, wanasema kwamba Wairani wakija kwenye meza mazungumzo watafsiri kila kitu kwenye mtazamo wa kidini. Yaani nuclear kwa mtazamo wa kidini, uchumi kwa mtazamo wa kidini. Lakini vile lazima uwe mtu ambaye una maadili. Maadili ya kiuongozi. Nafikiri hii imekuwa ni principle duniani kote. Je, una maadili? Una integrity? Una dignity? Una utu? Kwa lile jopo la wataalamu sasa, Assembly of Expertise, wakikaa wakifanya vetting, kutazama. Kwa sababu wakumbuka wana mabunge au manne. Wanapeleka sasa
kuna Zegadi Council, bunge la washauri ambao sasa washauri watatathmini jina moja, wakishampata sasa ndo watatangazwa kwamba huyu ndo amekuwa ni Grand Ayatollah wa nchi ya Iran. Lakini kutazama hata Ayatollah Ali Said Khamenei ambaye amefariki, kumbuka kipindi anaingia anachaguliwa alikuwa ni rais. Hakuwa Ayatollah ukimtazama. Alikuwa ni rais wa Iran. Kwa sababu yeye ukimtazama aliongoza nchi ya Iran kune vita. Kwa sababu kumbuka mwaka 1980 mpaka 88 Iran walipigana vita ya Guba kama unakumbuka. Sasa ukitazama katika kile kipindi Ayatollah Said Ali Khamenei ndo alikuwa rais. Kwa alimpa kwa sababu waliongoza nchi kwa mazingira magumu. Kuna misukosuko migumu. Sasa kwa hawa ambao wanatajwa, wa maraisi, maspika, magrande Ayatollah ambao wamechaguliwa, wataanza kutazama kama akichaguliwa mwanae itakuwa ni mkakati sasa kuendeleza ile legacy yake. Kwa baba yake amefariki kuna shambulio la kwa kweli la kusikitisha, kwa tumpe mwanae ili aweze kuendeleza urithi, mitazamo, lakini vile itategemea na misimamo yake. Sasa kwa hao ambao wanatajwa vile vile, kwa Marekani nao washatoa onyo kwamba mtu yote ambaye atachaguliwa kama akiendeleza misingi, mitazamo, naye tutamlenga. Kwa vile vile sasa hapa katika nchi ya Iran vile vile kuna hiyo dilema. Okay, huyu ambaye atakayekuja anakuja katika misingi ipi? Anakuja katika muendelezo upi? Muendelezo wa mtangulizi wake, msimamo mkali au msimamo wa wastani, au kuweza kuwapiga magoti wa Marekani na Wayahudi ambao ndio wamekuwa lengo lao kubwa mwisho siku sasa, ili taifa waweze hata kuliangusha. Lakini naona kwamba watu wengi wamekuwa na hofu kwamba kwa hali ya Iran ambaye amekuwa akizipiga zaidi ya nchi 11 ni ngumu na hata wenyewe kutegemea. Na hiyo kwa kuongezea, Mtei, Trump jana anazungumza, anawaambia Italy na Italy, ukitazama Spain na nchi ya Ujerumani, kwa sababu alikutana na Friedrich Merz kutazama. Kwa sababu akamwambia kwamba wanahitaji kuweza kuunganisha nguvu ya pamoja, na taifa lolote ambalo haitakubali kambi zao za kimkakati kutumika wanaenda kupelekewa vikwazo vikubwa. Ndio silaha yake. Na wakati